Mwanaharakati Rose Njeri alipata umaarufu baada ya kukamatwa wiki iliyopita kwa tuhuma za uhalifu wa kimtandao. Polisi wanadai kuwa alibuni jukwaa la kidijitali linalodaiwa kuvuruga mifumo ya barua pepe ya bunge. Ingawa Njeri amekuwa akipaza sauti kuhusu utawala bora kupitia mitandao ya kijamii, mengi kumhusu mama huyo wa watoto wawili hayajulikani. Je, Rose Njeri Tunguru ni nani? Alizungumza na mwanahabari wetu Ben Kirui na hii hapa taarifa yake. Siku moja baada ya kuachiliwa kwa dhamana na mahakama ya Milimani, tulimpata mtaalamu wa teknolojia na mwanaharakati Rose Njeri akitengeneza nywele zake katika saluni moja eneo la Embakasi, Nairobi. Alikuwa ametumikia siku kadhaa gerezani kwa utulivu lakini kwa msimamo thabiti. Anasema bado haelewi sababu za kukamatwa kwake kwa kubuni programu ya kusaidia Wakenya kujihusisha katika mjadala muhimu wa mswada wa fedha. I saw it online. Someone chambuad the bill. Someone was like, we need an emailer like last year. See, last year there was one. But there is not an original idea. I was like, I can do this because now I have a few skills that I've picked up from school. So to me it's just najenga portfolio. It's not something that ati nimedecide mimi ndio ule. Njeri anaelezea kukamatwa kwake kama mzaha, lakini anasisitiza kuwa tukio hilo limempa ujasiri wa kuendelea na harakati zake. Umenilalisha cell usiku 4. You've kept me away from my kids for nothing. Yeah, you've awakened something. Anasimulia alivyosakwa na maafisa wa DCI na kukamatwa katika eneo la Industrial Area Nairobi. Baadaye alipelekwa nyumbani kwake ambapo maafisa hao walichukua vifaa vya elektroniki na dijitali. Wasema, we mama, tunajua mahali unaishi. House number 31. Hebu panda hizo stairs haraka kama tukugonge. Akaingia, kalazimishwa nifungue mlango, akaanza kupora nyumba. Anasema siku 4 kizuizini bila makosa bado zinamkera. Watu walipiga malaps kadhaa kabla wanifikishe DCI. So wakaniandikisha statement. But I told them I don't know how to write because I don't know what you want me to state. As in, nini nimefanya? You've not told me at this point. So sasa ndo wakaniambia, okay, I'm going to ask you questions and then you'll answer. Why did you make the Chrome extension you made? Nilitulia because at first I thought, jamaa, maybe I have bought a phone at some point in my life. It may be, you know, those stories you hear. Or maybe mtu ameniekelea nimemuiba. But it's that. Hatimaye Njeri alifikishwa mahakamani siku ya Jumanne na kuachiliwa kwa dhamana ya $100,000. Mahakama inatarajiwa kutoa uamuzi tarehe 20 Juni wa iwapo Njeri atashtakiwa rasmi kwa makosa ya uhalifu wa kimtandao. Kesi yake imezua hisia kali kutoka kwa mashirika ya kijamii na watetezi wa haki za kidijitali ambao wanasema ni ishara ya ongezeko la ukandamizaji dhidi ya uhuru wa kujieleza. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.